Wakati nchini Uganda mikiki harakati zikiwa ni nyingi kweli kuelekea uchaguzi, na wakati huo zikiwa zimesalia takriban siku 13 pekee ili uchaguzi ufanyike pale nchini Uganda, wagombea wawili wakuu wa kinyang'anyiro cha urais nchini humo wamejibizana kuhusu swala la ghasia za uchaguzi, ambapo Rais Museveni ambaye anawania kubaki madarakani anakabiliwa na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi. Katika hili, Rais Yoweri Museveni anawania kubakia madarakani na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi. Kila mmoja amemkosoa mwenzake kwa kupanga njama za kusababisha vurugu katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 15 Januari. Kwa taifa la Uganda, Rais Museveni amemtaja mpinzani wake mkuu kama mtu ambaye hajakomaa kisiasa na ndiyo maana hazingatii matokeo ya matamshi yake. Kiongozi huyo ambaye ametawala nchi ya Uganda kwa zaidi ya miaka 40 sasa anakosoa mataifa ya kigeni ambayo yanafadhili kampeni za Bobi Wine, akieleza kwamba hayana nia njema na nchi ya Uganda. Kwa upande wake, Bobi Wine amemjibu Museveni akisema kwamba ni wazi utawala wa Museveni ndio umejiandaa kuvuruga uchaguzi. Hii ni kutokana na kanuni ambazo zinazidi kutolewa, kama vile kuwakataza watu kubaki kwenye vituo vya kupigia kura, kufuatilia zoezi hilo kwa karibu zaidi. Msimamo huu wa utawala anauelezea kama ni hila ya kuweza kugushi matokeo, na hii inawatishia wapiga kura kuhusiana na kushiriki katika uchaguzi. Katika kipindi cha kampeni, majeshi na polisi wameshuhudiwa wakicharaza wafuasi wa upinzani, hasa chama kikuu cha upinzani cha NUP, wakiwa kwenye misafara, mikutano ya kampeni. Museveni amewahimiza kutotumia mbinu hiyo, akiwashauri kutumia mabomu ya kutoa machozi, lakini pia kwa tahadhari zaidi. Kwingineko, kamata ya wanaharakati wa haki za binadamu, hasa viongozi wa asasi za kiraia, inahofiwa kuwa imeanza kutekelezwa. Kwenye uchaguzi uliopita, wanaharakati kadhaa walikamatwa na kuzuiliwa katika kipindi cha uchaguzi. Kukamatwa kwa wanaharakati maarufu wa masuala ya utawala na demokrasia, kwa mfano Sarah Birete, ambapo siku 2 zilizopita kumetajwa na mwenzake mmoja kwamba hii inaweza kuwa njia ya kutaka kuwatishia wasiendelee na shughuli zao za kufuatilia mchakato wa uchaguzi. Mwito wa wapiga kura kubaki kwenye vituo vya uchaguzi umeungwa mkono pia na viongozi mbalimbali wakiwemo wa dini. Ikumbukwe kwamba Rais Museveni alitoa angalizo kwamba kila mwanajeshi na polisi atakuwa na risasi 120. Kwa hiyo sasa watu wasidhani kwamba watawazidi nguvu ikiwa watang'ang'ania kubaki kwenye vituo vya kupigia kura badala ya kurudi nyumbani baada ya kupiga kura.